Rais wa Marekani Donald Trump kwamba anafanya mazungumzo na viongozi wapya na wale ambao wana mawazo bora zaidi. Inamaanisha kwamba kuna mabadiliko ya kweli kwa uongozi wa Iran. Sasa hayo na mengine mengi nimemuuliza mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Abdul Fattah Musa. Kauli ambazo Rais Trump anazitumia kuhusiana na mambo mengi kisiasa na sasa zaidi kuhusiana na vita vya Iran, anaotafsiri kama ni vita vya kisaikolojia, kwa sababu unashindwa kumwelewa madhumuni yake hasa ni yapi. Anaweza kazungumza kauli mbili zinazogongana kwa wakati mmoja. Kwa hivyo anapozungumzia suala kwamba uongozi wa Iran, na anadai kwamba tokea mwanzo alikuwa na lengo la kutaka kuona kuna kuwepo na mabadiliko ya uongozi, amesema kwamba kumeshatokea mabadiliko ya uongozi ambayo pengine aliyataka. Uongozi wa kwanza ameufuta, akimaanisha kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa, na kisha akasema kwamba na uongozi uliofuata pia ameufuta, na sasa anazungumza na viongozi wa hatua ya tatu ambao yeye mwenyewe amewataja kwamba ni watu walio wataalamu, ni watu waelewa. Lakini kauli hizi Rais Trump anapozitoa, ukiangalia mjibizo au mtazamo ambao umekuwa ukiainishwa na viongozi mbalimbali wa Iran, wao hadi sasa wanakataa au wanasuta kwamba kumekuwepo na mawasiliano rasmi baina yao na Marekani, iwe ni mazungumzo ya moja kwa moja au ana kwa ana au mazungumzo yasiyo moja kwa moja. Wanachosisitiza wao ni kwamba kumekuwepo na suala la kubadilishana jumbe kupitia wapatanishi au waunganishi, na hasa kwa sasa inaonekana ni Pakistan. Je, mauaji ya makamanda wa juu kama vile Tangsiri yanaathiri vipi udhibiti na udhabiti wenyewe kamili wa uongozi wa Iran? Bila shaka kuuawa kwa viongozi wa ngazi za juu, iwe wa kisiasa kama tulivyoona kuhusiana na Ali Larijani katika siku za karibuni, au wa kijeshi wakiwemo makamanda mbalimbali, na karibuni hivi ndio tumesikia haya, bila shaka yana taathira maalumu kwa uongozi wa Iran. Na bila shaka pamoja na kwamba Iran yenyewe inasisitiza kwamba uongozi wake haufungamanishwi na watu, unafungamanishwa na mfumo, na wengi wanaamini kwamba kwa vile Tangsiri alikuwa ni kamanda aliyesimamia jeshi hilo, uongozi wake kwa muda wa karibu miaka 9 na ushea amekuwa ni kamanda wa jeshi la wanamaji la Iran. Wengi wanaamini kwamba bila shaka atakuwa ameweka misingi imara ya uongozi wa baada yake. Kwa hivyo bila shaka kuna mfumo maalum ambao wenyewe wanasema wameshauweka hata wa ngazi 6 pengine mpaka 7, kwamba endapo atauawa huyu basi uongozi utashikwa na mwingine na mwingine na mwingine na kuelekea mbele. Umezungumzia mfumo, lakini je, ni nani anafanya sasa maamuzi ya mwisho kabisa? Je, bado ni kiongozi mkuu kwa sasa, ama labda kuna jopo la usalama, ni IRGC? Kwa utawala wa sasa inavyoonekana wazi wazi ni kwamba Ayatullah Mujtaba Khamenei akiwa ndiye kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu ndiye anayetoa maamuzi yote ya kiuongozi, na ndiye kwa mtazamo au kwa mujibu wa katiba ya Iran ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya Iran. Na pamoja na kwamba hadi sasa yeye hajaonekana hadharani, lakini katika matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yanajiri hivi sasa Iran, amekuwa akitoa taarifa za kimaandishi, na hata kufuatia kuthibitishwa kuuawa kwa Alireza Tangsiri, yeye tayari ametoa ujumbe maalum wa kumzungumzia yeye na vile vile kumuenzi na kuonyesha jinsi ambavyo jeshi la mapinduzi la Iran lilivyoondokewa na mtu muhimu katika kipindi hiki muhimu cha vita. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema kwamba vita hivi si vyao na hawapangi kuviingilia, kutokana na matamshi yake na ya viongozi wengine wa dunia. Je, tunaona kwamba kuna mabadiliko ya nguvu za dunia, yani ile kimombo global power shift kupitia mgogoro huu? Hili halina shaka yoyote, na kwa kiwango kikubwa ninavyoliona mimi limechangiwa na Marekani yenyewe. Kama utakumbuka katika kipindi cha kwanza cha Rais Trump, msimamo aliokuja nao ulikuwa huo wa kutaka kuipa Marekani nafasi ya kipekee katika sera za kimataifa, na kutaka washirika wake wa NATO na wa Ulaya wafuate kile ambacho moja kwa moja yeye binafsi anaona ndicho ambacho kiwe ndio mwongozo wa kuongoza katika sera za kimataifa, yani kuendeleza mfumo ule wa dola kuu moja tu lenye nguvu. Na katika kipindi hiki cha pili kaja na msimamo mbaya zaidi, hata wa kutumia lugha ya kuwadhalilisha na kuwadharau waitifaki wa Marekani. Kwa hivyo kinachoonekana hicho bila shaka, na hasa kama Marekani haitofanikiwa au Rais Trump
na Israel pamoja hawatofanikiwa kufikia malengo yao hasa waliokusudia katika vita vya Iran, huu tunaweza tukasema kwamba sasa mabadiliko ya nguvu katika au mlingano wa nguvu katika sera za kimataifa kwa Marekani kutokuwa tena na ile nafasi yake ya ushawishi wa mwisho katika masuala yote ya kimataifa. Naam, ni mazungumzo hayo ambayo nilikuwa nayo na Abdul Fattah Musa ambaye ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan hii leo amepokea ripoti ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali ambapo amebainisha mashirika kadhaa ya umma yakiendeshwa kwa hasara likiwemo shirika la ndege la Tanzania ATCL. Katika taarifa hiyo mkaguzi kaeleza kuongezeka kwa deni la taifa ndani ya mwaka mmoja. Gideon Maina ana taarifa zaidi. Kwa mujibu wa taarifa iliyowasilishwa leo na mdhibiti na mkurugenzi mkuu wa hesabu za serikali, Daktari Charles Kichere amesema shirika hilo limepata hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 191 ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Kwa ujumla, tangu kuanzishwa kwake, shirika hilo limekusanya hasara ya takriban shilingi bilioni 748. Katika kipindi hicho cha mwaka mmoja, shirika limelipa zaidi ya shilingi bilioni 310 kwa abiria kama fidia kutokana na safari zilizositishwa au kuahirishwa. Hasara hiyo imechangiwa kwa kiasi kikubwa na gharama ya uendeshaji kuwa mkubwa kuliko mapato yanayopatikana. Akizungumzia mashirika mengine ya umma yanayoendeshwa kwa hasara, Daktari Kichere alilitaja shirika la reli la Tanzania TRC. Alisema licha ya mapato ya reli ya kisasa SGR kuongezeka, reli ya zamani imeendelea kupata hasara kutokana na kuongezeka kwa ajali. Ndani ya mwaka mmoja, ajali 328 zimeripotiwa na kusababisha uharibifu wa miundombinu. Aidha, Daktari Kichere ameeleza deni ya taifa limeongezeka hadi kufikia shilingi trilioni 110 likijumuisha deni ya ndani na la nje. Ndani ya mwaka mmoja, deni hilo limeongezeka kwa zaidi ya shilingi trilioni 12, sawa na asilimia 13.4. Ongezeko hilo limetokana na kuongezeka kwa mikopo ya nje pamoja na kushuka kwa dhamana ya shilingi ya Tanzania dhidi ya dola ya Marekani. Hata hivyo, alibainisha kuwa pamoja na ongezeko hilo, deni la taifa bado ni himilivu kwani lipo katika kiwango cha asilimia 40.7 ambacho ni chini ya ukomo wa asilimia 55. Akisoma taarifa ya ukaguzi wa hesabu za vyama vya siasa, mkaguzi mkuu alisema vyama viwili CUF na NRA vimepata hati zenye mashaka kutokana na kutowasilisha nyaraka zote zinazohitajika. Wakati huo huo, chama kikuu cha upinzani Chadema hakijakaguliwa kutokana na mashauri yaliyopo mahakamani yanayohusiana na mali ya chama hicho. Kwa upande wake, Rais Samia Suluhu Hassan amesema serikali itafanyia kazi mapendekezo yote yaliyotolewa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali haraka iwezekanavyo. Shukran Gideon Maina kwa taarifa hiyo. Ili kufahamu zaidi kuhusu ripoti hiyo ya CAG, nimezungumza na aliyekuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ambaye sasa ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Wajibu, Ludovic Uto. Anaanza kwa kuelezea kwa nini mashirika ya umma kama Air Tanzania yanapata hasara. Ya Tanzania, kusema kweli, serikali ilikuwa na sababu ya kulifufua shirika la Air Tanzania, lakini yanayojitokeza ni dhahiri kwamba utayarishaji wa uanzishwaji au ufufuaji wa shirika la Air Tanzania haukufanyika vizuri ipasavyo. Tulikimbilia kununua madege makubwa Boeing, na wakati tunanunua Boeing tulikuwa hatujapata hata njia za kusafirisha hizo Boeing. Tumenunua Boeing zikaja, ndio tunatafuta safari. Sasa tuna ndege ambazo kusema kweli maboeing yanatakiwa ili yatengeneze faida, yanatakiwa yawe huko angani muda mrefu kuliko yanavyokaa chini. Sasa hivi maboeing yetu yanakaa chini muda mrefu kuliko yanavyokuwa huko juu. Kwa hiyo ni hasara. Na ningeulizwa mimi, ningewaambia tuanze na kununua ndege ndogo for hizi short routes za hapa Tanzania na kwenda kwa majirani Kenya, Burundi, Malawi, Zambia, DRC Congo. Tukanunua ndege ya mizigo. Hii ndege ya mizigo ilinunuliwa, sidhani kama ulifanyika utafiti ya kwamba ni mizigo gani ambayo tungekuwa nayo ya kujaza ndege ya mzigo iende long distance for a long period of time. Halmashauri zinazopata hati chafu kulingana na ripoti za mkaguzi CAG zinaonyesha kwamba zimepungua. Hii inamaanisha nini sasa? Ama ina maana gani? Maana ya hilo ni nzuri kwamba Tanzania kama nchi tulishauri serikali ya Tanzania ikakubali kuanza kutumia vya kimataifa vya uhasibu kutayarisha hesabu zake, na hiyo ilikuwa kwa serikali kuu na kwa serikali za mitaa. Maana ya hali hiyo ya uboreshaji wa hati safi
ni matokeo ya kuimarika kwa watendaji katika serikali za mitaa kuvielewa hivi viwango na kuvitumia ipasavyo. CAG anapoenda kwenye ukaguzi wake anakuta hesabu zimeandikwa vizuri zaidi kwa kutumia hivi viwango vya uhasibu, na hivyo opinion ya ukaguzi, hati ya ukaguzi inatolewa kwa ubora wa uandishi wa hesabu za muhusika mkaguliwa. Hiyo ndio maana yake kwamba kumekuwa na uboreshaji mkubwa wa utayarishaji wa hesabu za serikali za mtaa zinazotokana na uelewa mkubwa zaidi wa hivi viwango vya kimataifa vya uhasibu ambavyo vimesababisha hali hiyo kuimprove mwaka hadi mwaka. Miradi mingi ya serikali imeonekana kuwa na kasoro za kutofuata utaratibu kama mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Ina maana kuwa hata serikali kuwa hawajui utaratibu wa kufuata? Yaliyotokea kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere hatuwezi tukailaumu serikali. Serikali ni kitu kipana mno, na kwamba kila mradi wa serikali una watu, maafisa wa serikali wanaopewa jukumu la kubuni, kuandika miradi, kufanya tathmini mpaka kuja na mradi kutekelezwa. Kwa hiyo kusema kweli, tukisema kwamba serikali yenyewe haikujua, hapana. Hili kama kulikuwa na dosari, ni wale maafisa wa serikali waliokuwa na jukumu lile, ndio wale wachunguzwe kama alivyosema CAG na wachukuliwe hatua za kinidhamu zitakazowapasa. Baada ya kutolewa kwa taarifa hii na mapendekezo ya sheria, ina nafasi gani kushurutisha mapendekezo yanafuatwa? Kwa mfumo wa Tanzania, ripoti ya CAG ikishapelekwa kwa rais kama ilivyopelekwa leo, rais atapeleka sio ripoti moja, ndio ripoti nyingi CAG amewasilisha leo, zitapelekwa kwenye bunge letu na bunge wataziadopt. Zinapokubalika bunge, then zinakuwa ni taarifa za umma. Bunge wana kamati mbili za kushughulikia ripoti za CAG. Kuna kamati ya serikali, kuna mashirika ya umma na kuna kamati ya serikali za mitaa. Ripoti hizi zitafika bungeni, spika atazipeleka hizi ripoti kwa kamati husika, wale nao wanazijadili, wataita maafisa masuli waliohusika katika na kulingana na mpango kazi, na wale wanahojiwa na bunge. Hizi kamati zinakuja na mapendekezo sasa ya nini serikali ifanye kwenye utekelezaji wa mapendekezo ya CAG.